Uzinduzi wa ujenzi wa kituo cha kushughulikia waathiriwa wa dhuluma za kijinsia wafanyika katika hospitali ya rufaa ya Isiolo. Uzinduzi wa kituo cha kuwashughulikia waathiriwa wa visa vya dhuluma za kijinsia umefanyika katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya gatuzi la Isiolo. Akizungumza na wanahabari baada ya uzinduzi wa ujenzi huo, Lukman Ahmed ambaye ni waziri wa afya gatuzi la Isiolo amesema kuwa mradi huo wa kituo hicho kitawapa huduma waathiriwa wa visa vya dhuluma za kijinsia wa hapa kaunti ya Isiolo na wale kutoka kaunti jirani. Hii GBV Recovery Center ambayo leo tunafanya groundbreaking hapa itatusaidia sisi pakubwa kama county kuhakikisha kwamba zile kazi zingine ambazo tunafanya kama county yetu ya Isiolo itaweza kusaidika na hii center. Takwimu ambazo tuko nazo zinaonyesha kwamba Isiolo County cases of GBV iko juu sana kulinganishwa na the national average. Na hii mradi ambayo leo tuko hapa ndani yake katika hii referral hospital yetu itaweza kutusaidia na kuhakikisha kwamba wale ambao wamedhulumiwa kijinsia wanapata the right services, wanahakikishiwa kwamba wanapata haki yao ya kisheria, na sisi kama facility tutahakikisha kwamba once hii project imemalizwa, services zile ambazo zitaweza kupatikana hapa zitakuwa services ambayo tutahudumia wananchi wetu wa Isiolo na wale wananchi ambao wako katika counties ambazo zinaboda hii county yetu ya Isiolo. Ametoa hakikisho kwa wakazi wa Isiolo kuwa usimamizi wa hospitali ya rufaa ya Isiolo itaendelea kuwapa huduma bora za matibabu na dawa miongoni mwa huduma zinginezo. Hii project ya Horn of Africa Gateway Development Project ni project ambayo itaweza kupanua hii region yetu ya Northern Kenya, na Isiolo ambayo iko katikati ya hii nchi itaweza kufaidika pakubwa sana. Na hii ni mojawapo tu za zile projects ambazo zitaweza kuwa supported by the World Bank through KENHA kuhakikisha kwamba sisi watu wetu wa Isiolo wanapata huduma ambazo zitaweza kuwasaidia. Sisi kama county tunahakikishia wananchi wetu wa Isiolo ya kwamba tutaendelea kuwapatia huduma ambayo wanahitaji, huduma ambayo ni bora, na management yetu ya hospitali hapa wanafanya kazi nzuri sana, na wataendelea kuhudumia wananchi wetu wa Isiolo na kuhakikisha kwamba madawa, psychosocial services zile zinatakikana, na pia legal representation wakati watu wamedhulumiwa wanaenda kotini, tunaweza kufacilitate madaktari wetu kwenda kotini. Naye Joash Ochieng ambaye ni mhandisi mwandamizi wa mradi wa barabara ya Isiolo hadi Kulamawe iliyo mradi mkuu wa maendeleo katika upembe wa Afrika amesema kuwa mradi wa ujenzi wa kituo hicho inatarajiwa kuchukua muda wa miezi 6 kukamilishwa na itagharimu shilingi milioni 20 ikijumuisha fedha za ujenzi na kuwekwa kwa vifaa hitajika. Hii GBRV center tunatarajia itachukua muda wa miezi 6 kukamilishwa. Tayari tumeona leo ni groundbreaking na contractor tunatarajia ingie site hivi karibuni. Kuna materials ambao zinakuwa tested. Tukishampatia hizo approvals za hizo materials, mara moja ataanza foundation works, na tunatarajia kazi yenye iko na quality nzuri and we hope it will be completed in that time and to very good quality for the service of the people of Isiolo. Budget ya huu mradi ni 20 million shillings na ina include pesa za kujenga ya ujenzi na pia ya kuequip the center. Kwa upande wake Daktari Mohamud Abdikadir ambaye ni afisa mkuu wa idara ya afya hapa kaunti ya Isiolo amesema kuwa ujenzi wa kituo hicho utakapokamilika waathiriwa watakuwa wakipokea huduma za kisaikolojia na kuongeza kuwa
hawatalipa fedha za kugharamikia huduma hizo. Hapa ndio tutapatia matibabu kwa wale wamedhulumiwa. Hapa ndio tutawasaidia na jinsi watajisaidia kwa kushughulikia kisheria, ambaye watajaribu kuwastaki wale ambao wamewadhulumu, na pia kuwasaidia kisaikolojia kwamba wasipate stress na depression. Na sisi kama county government tuko tayari kuwasaidia kwa vyovyote vile. Matibabu ambaye tutawapatia, hatutawalipisha pesa, itakuwa ni matibabu ya free, ni quality treatment. Kwa hivyo sisi kama county government tutasimama na wale ambao wanadhulumiwa na tutasaidia hao kwa jumla. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo, runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.